Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mbugi TV katika kipindi chetu cha dondoo za kanisa, ambapo mada kuu ya leo itajikita zaidi katika tafakari ya Dominika ya tatu ya kipindi cha Majilio mwaka A wa kanisa. Ujumbe wa leo umejikita katika furaha ya Injili, ambayo furaha hiyo huijaza mioyo ya maisha ya wote wanaokutana na Kristo Yesu. Ndugu mtazamaji wa Mbugi TV, katika Dominika hii ya tatu ya kipindi cha Majilio, kwa karne na karne, Mama Kanisa anaadhimisha Dominika ya tatu ya kipindi cha Majilio, na kwa namna ya pekee hii ni Dominika ya furaha, Dominika ya kufurahi katika Bwana, ambapo furaha ya Injili huijaza na maisha ya wote wanaokutana na Kristo Yesu. Wale wanaokubali zawadi ya mkombozi wanawekwa huru kuondokana na hali ya dhambi, uchungu, utupu ndani na upweke. Pamoja na hii, Kristo Yesu daima furaha inazaliwa upya, na huo unakuwa ni mwanzo wa uinjilishaji mpya unaosimikwa na Kristo Masiha wetu ajaye. Katika Dominika hii ya tatu tunaalikwa kufurahi katika Bwana. Katika ule wimbo wa mwanzo unasema kwamba furahini katika Bwana, tena nasema furahini, Bwana yu karibu. Pia Mama Kanisa anatualika tufurahi kwa sababu tumevuka nusu ya kipindi cha kwanza cha Majilio. Na sasa tunaingia katika kipindi cha pili cha Majilio, ambacho mwaliko wake ni furahini katika Bwana yu karibu. Tufurahi kwani Bwana yu karibu. Mwaliko huu hugusa pia hata rangi za liturujia. Yaani badala ya kuvaa zile rangi za zambarau, tunabadili kabisa na rangi, ambapo tunavaa rangi nyeupe. Hii ni kuashiria furaha, rangi ya furaha ambayo ni mwaliko wa furaha na matumaini mapya. Na pia katika mwaliko huu unawafikia pia hata wana wa Israeli walipokuwa kule utumwani Babeli. Nabii Isaya anawapa matumaini katika mahangaiko na mateso wanayopitia. Katika kitabu cha Isaya inasema, waambie waliokufa moyo, jipeni moyo, msiogope. Tazameni, Mungu wetu anakuja kulipiza kisasi, naye mwenyewe ataokoeni. Huu ni mwaliko wa wana wa Israeli kujengwa upya matumaini kwa Mwenyezi Mungu, kutambua upendo na pia kutambua huruma yake. Na zaidi ni ahadi ambayo mkombozi aliwaahidi kutoka kule utumwani na kuwekwa huru. Ni ahadi ambayo inatazama hali na mahangaiko ya taifa teule na ukamilifu wa ujio wa Masiha. Wana kanisa, leo tunaalikwa kufurahi, sio kwa sababu tupo utumwani au katika mahangaiko kama wana wa Israeli, bali kwa sababu sisi tumeshuhudia waziwazi ukamilifu wa unabii wa Isaya aliyetabiri miaka 700 kabla ya Kristo. Sasa umetimia kwa fumbo la umwilisho. Katika Injili ya Dominika ya tatu ya kipindi hiki cha Majilio, Mwinjili Mathayo ile sura ya 11 ya pili mpaka ya 11 anatusaidia kuikuza furaha, na kwa namna ya pekee sana upande mmoja tunaye Yohane Mbatizaji ambaye
akiwa gerezani kwa sababu ya kusema ukweli juu ya dhambi ya Herode ambaye amemtwaa mke wa ndugu yake na kumfanya kuwa mke wake. Kama vijana wa sasa wasemavyo, unahitaji ujasiri wa kiwango cha lami ama kiwango cha juu. Kwa sababu Yohane Mbatizaji kusema ukweli sio jambo rahisi kama unavyodhani. Kusudi uwe mwaminifu na kusimamia pamoja na kutetea ukweli kama Yohane Mbatizaji mbele ya utawala wa kimabavu. Yohane Mbatizaji baada ya kusikia habari juu ya matendo ya Kristo, anawatuma wanafunzi wake eti wamuulize Kristo, wewe ndiye yule anayekuja au tumngojee mwingine? Na tena jiulize, huyu Yohane Mbatizaji si ndiye katika Injili ya Luka ile sura ya 1 aya 40 aliruka tumboni mwa mama yake kwa furaha baada ya kukutana na Yesu kwa mara ya kwanza? Si Yohane Mbatizaji ambaye alimbatiza Kristo Yesu kule mtoni Yordani na kushuhudia mbingu zikifunguka na Roho akishuka juu yake kama njiwa na sauti kusikika, wewe ni mwanangu pendwa, nimependezwa nawe. Haya maneno tutasoma katika kitabu cha Marko 1 aya 10 mpaka ya 11. Si Yohane Mbatizaji ambaye alimtambulisha kwa wanafunzi wake akisema, huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu, katika Injili ya Yohana ile 1 aya 29. Je, huyu Yohane Mbatizaji amepoteza imani kwa sababu yuko gerezani? Au kama Waswahili wanavyosema, alianza vizuri na sasa anamaliza vibaya? Kulingana na desturi ya mwinjili Mathayo, anawaalika Wayahudi ambao wako katika shauku ya kumgoja Masiha. Na tabia za kimasiha ni sifa zilizoorozeshwa na Nabii Isaya ile sura ya 61 aya 1 mpaka ya 2. Kristo Yesu ni chimbuko la furaha ya kweli katika maisha yetu. Ndugu zangu, furaha ya Mkristo sio kwa sababu amebatizwa au amepokea sakramenti au ametimiza wajibu wake ndani ya kanisa. La hasha. Furaha ya kweli ya Mkristo ipo katika kutenda matendo mema. Kama bado mmoja anaishi maisha ya chuki, vinyongo, hasira, kuwasengenya wenzake, kuwakatisha wenzake tamaa, kuwafikiria wengine vibaya, kuwanyanyasa wengine kwa sababu ya wazifa fulani au kwa sababu ya hali fulani aliyokuwa nayo, kuwa na ubabe, kuwa na utemi ndani ya kanisa, jumuiya au hata familia na mengine mengi kama hayo. Hata kama tunaadhimisha Dominika hii ya miaka 50 na kama jubilei ya dhahabu, bado hatuwezi kupata furaha ya kweli. Furaha ya kweli hudhihirika katika kutenda matendo mema. Ukisoma kitabu cha Wagalatia 5 ile sura 22, tunaambiwa kwamba lakini matokeo ya kuongozwa na Roho ni upendo, fadhili, furaha, uaminifu, upole pamoja na kiasi. Natumai mpenzi mtazamaji umeweza kuielewa hii tafakari ya leo ambayo nimeweza kukuandalia ili basi kusudi uweze kujifunza na kuweza
kuelewa hii Dominika ya furaha unaiazimisha namna gani. Unafurahi kweli katika kumngojea huyu Masiha, au bado una kinyongo ama una chuki ndani mwako, au una vikwazo vingine vyovyote? Basi kama vipo, jisafishe ndani yako, jiandae vyema kumpokea huyu Masiha ambaye anazaliwa kwa ajili yako wewe mpenzi mtazamaji. Tuhitimishe tafakari yetu kwa maneno ya Mtume Yakobo, ile sura ya 5 aya ya 7 mpaka ya 10, ambaye anasema, ndugu zangu, muwe na subira mpaka Bwana atakapokuja. Ni maneno ya kutia moyo kwa Kristo waaminifu ambao furaha ya dhati katika kuishi na kushuhudia imani hata katika mazingira magumu na mazingira hatarishi. Mwenyezi Mungu, asili ya furaha ya kweli, atujalie neema na baraka kusudi katika ujio wa mwanae tujaliwe neema na baraka zake za kuweza kupokea furaha ya umwilisho wake ndani ya maisha, na kila mmoja wetu aweze kuipokea furaha hiyo. Niwatakie wakati mwema wapenzi watazamaji. Ulikuwa nami Robina Makoba tangu mwanzo wa kipindi hiki. Natumai umejifunza na umeweza kupata mambo mbalimbali kuhusiana na hii Dominika ya furaha. Nawapenda sana. Karibu Mbugi TV. This is Mbugi TV. Habari, kazi na sala.